Wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua amepinga vikali matamshi ya naibu kinara wa chama cha Jubilee Daktari Fred Matiang'i kwamba yupo kipaumbele kupeperusha bendera ya upinzani mwaka 2027. Wambua amesema kuwa ikiwa Matiang'i hatakubaliana na viongozi wengine wa upinzani ni vyema ajiondoe, akimtuhumu kwa kutumiwa na serikali kugawanya mrengo wa upinzani. Aidha, amemtaja Kalonzo Musyoka kama mgombea anayefaa kupeperusha bendera ya upinzani, akisema kuwa ana uzoefu wa juu zaidi kuliko viongozi wengine. Tunaongea polepole, nyinyi wananchi mtatuamulisha vile mtajua, lakini mnaelewa mambo ya kama ni kazi mnataka ifanywe, mnajua ni kitu gani mtafanya. Mimi sina namna ya kuambia, mnajua kama ni kazi mnataka ifanywe, mnajua ni nani ataifanya. Na mimi nawaambia niko tayari kufanya kazi. Semi za hivi karibuni za naibu kinara wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i kana kwamba ndiye amehitimu zaidi kuwa mwaniaji bora wa urais wa mrengo wa upinzani. Semi hizo zimeonekana kughadhabisha baadhi ya viongozi. Seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua amemtaka Matiang'i kukubaliana na viongozi wengine wa upinzani, la sivyo ajiondoe, akimsuta kutumika na serikali kusambaratisha upinzani. Anaanza kusema sasa mahali tumefika, we want sijui scientific research, sijui nini, tujue nani atachaguliwa akuwe flag bearer. Hatutakubalia watu wakae chini waongee wakubaliane. Clear the way. So as we know tuko na nani na hatuna nani. Because me I believe, na hii nasema nikiwa kwa watu wangu, I strongly believe that Matiang'i is being used by the system to bring confusion in the opposition. That's what I believe. Yeye mwenyewe kama sio hiyo, he must draw the line and go with the decision of the majority. Wala vile nimasikiza kila mtu anasema wanataka Kalonzo. Kila mtu anataka Kalonzo. Sasa wewe maneno scientific. Wambua akipigia upato kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kupeperusha bendera ya upinzani, kwani ana uzoefu zaidi kuliko wengine, huku pia akidokezea Wakenya wengi wanamtaka kuwa mgombea wa upinzani. Nyinyi mnasema presidential candidate wa opposition atakuwa ni nani? Sasa hao watu wajue hivi. In that team hakuna kiongozi mmoja ambaye amehitimu kuwa presidential candidate kushinda Kalonzo Musyoka. Sindio? So tuache kupeleka kuchukua Wakenya ufala. You know, Kenyans know what they want. Wakenya we want clarity. Yani tutembee tukijua this is our presidential candidate. Tuanze kupopularize as presidential candidate. Tuanze kujipanga tukijua the person mwenye atapeleka Ruto nyumbani ni Kalonzo Musyoka. Aidha, ameweka wazi kuwa jamii ya Wakamba imechezewa kwa muda mrefu, ikiwemo mwaka wa 2022 katika muungano wa Azimio, na kamwe hawatakubali tena jambo hilo kujirudia. Kwa sababu hawa sasa watu wameanza kutumanage. You know, we are now being managed in a very very funny way. Hii maneno ya kuwa managed kama Wakamba, na sasa naongea nikiwa nyumbani. Maneno ya Mkamba kuwa managed in respect of the presidential candidature wa opposition. Hiyo maneno iliisha na election ya 2022. Never again, and I say this nikiwa nyumbani kwa watu wangu, never again shall we be managed by anyone. Fredrick Wambua, Undugu TV.